Habari mpenzi mtazamaji wangu, mimi kwa majina naitwa Simon ya Simple. Mimi ni dereva kwa kampuni yangu. Nimefurahi kuambia kwamba katika mchakato wa kupambana na ajali za barabarani, sisi tumezindua asasi kama unavyoona ile jina hapo nyuma unaliona, inaitwa Wauba Foundation. Hii kazi yake kubwa ni kutoa elimu ya matumizi bora barabara kwa ajili ya kufanya watu wajue namna ya kutumia barabara. Kwa sababu hili limetuvuta sisi tuzindue taasisi kwa sababu kuna matukio mengi sana ya ajali Tanzania kiasi kwamba hata ileti sifa nzuri kwa Tanzania yetu. Ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kwamba matumizi mabaya ya barabara, kwa mfano kwa madereva au wakati mwingine hata wale ambao waendao kwa miguu. Inawezekana baadhi yao kwa mfano waenda kwa miguu hawajui sheria ipasavyo. Na hapa kuna changamoto kidogo kwa hasa kwa waenda kwa miguu, kwa sababu wengi wao huwa wanasema sisi hatuwezi kwenda kujifunza habari ya usalama barabarani labda kwenye vyuo vya udereva kwa sababu tu sio fani yao. Sasa hili ni tatizo lingine, lakini wanasahau kwamba wao ni watumiaji wa barabara. Sasa hao mara nyingi utakuta wanavuka kwenye barabara katika mazingira ambayo sio salama. Lakini pia tukija kwa watumiaji wa barabara, kwa mfano upande wa madereva, hawa wanajua matumizi ya barabara, lakini kinachofuata ni kwamba wanakiuka zile misingi, sheria na taratibu za barabara. Kwa mfano utakuta dereva anafahamu, lakini kuna kitu kinaitwa kuendesha kwa mazoea. Sasa hili nani changamoto nyingine. Hasa ukienda kwa mfano ndugu zetu wa bodaboda ambao ile bodaboda ni kazi nzuri sana kama kazi zingine zote zile. Lakini je, wanatumiaje kwa mfano? Sasa tumejaribu kufanya evaluation au kujaribu kuangalia labda lugha rahisi kwamba sehemu gani ambapo sasa hivi imekuwa chanzo kikubwa sana cha ajali. Utakuta kwamba vijana wetu wanaangamia, vijana wetu wanaumia, lakini kwa asilimia kubwa ni kuendesha kwa mazoea. Kwa mfano sasa hivi utakuta vijana wengi hata helmet hawatumii, hata wameambukiza kwa mfano hata abiria nao hawatumii helmet tena. Labda niseme tu kwamba kutokuvaa helmet kwa sababu lolote likitokea ni kwamba tatizo linalotokea ni kubwa kuliko kawaida wafikiria. Sasa watu wengi ni kama vile ajali wamezoea. Mtu anapanda bodaboda kwa mfano, mimi tena helmet anakwenda tu. Utakuta sasa na vitu vingi kama vile. Sasa tukijaribu ukiwauliza hata mtaani ukiwauliza tatizo ni nini? Hamna maelezo. Je, helmet hamna? Zipo. Lakini shida ni mazoea. Sasa Watanzania ndugu zangu, taasisi hii sisi tumeizindua rasmi kwa ajili ya kuelimishana, kwa sababu sisi hatupigi mtu fine. Sisi kazi yetu ni kuelimishana, au ndio kusema kufanya counseling kwa watumiaji wa barabara. Watumiaji wa barabara, iwe ni mwenda kwa miguu, mpanda basi au gari yote, lazima kuna sheria na taratibu zake. Ndio maana sisi tumeamua kujikita sasa kutoa elimu ya matumizi bora na salama ya barabara. Lengo letu kuangalia jinsi ambavyo hizi ajali zinatokea na namna kupunguza. Lakini sisi pekee yetu hatuwezi kupunguza. Hatuwezi kupunguza, bali wewe ambao unaangalia video hii au ambao unasikia hii sauti yangu na kuniangalia muda huu, basi tubadilike. Labda niseme kitu kimoja. Tanzania sisi hili jambo la ajali si tukio ambalo limetokea kwa mara ya kwanza. Yako matukio mengi. Kwa mfano naweza kutolea mfano, nchi yetu ilipata wageni. Naweza kusema kitu kama kuna wageni ambao walisumbua kidogo. Wageni kizungumza kwa masuala ya magonjwa. Kulikuwa na ugonjwa kwa hatari sana, ugonjwa wa ukimwi ambao ulifananishwa kama mgeni akaimbwa sana mgeni. Lakini wapaza sauti wakasimama kama sisi wakaelimisha ili watu waepukane na zile ngono zembe, kwa sababu hivi ndio ilikuwa ni chanzo cha maambukizi ya ukimwi. Hali kadhalika elimu ikatolewa, watu wasimame katika njia kuu, wasende zile njia zisizokuwa rasmi. Hatimaye yule mgeni akapungua nguvu. Lakini si hivyo tu, haikuchukua muda akaibuka mgeni mwingine tena alikuwa ni mbaya. Huyo anaitwa corona. Huyo alikuwa ni balaa. Huyo ukikutana naye asubuhi, jioni lazima wakuite jina jingine. Alisumbua sana, watu wengi walipoteza maisha, lakini wapaza sauti wakasimama, wakapaza sauti zao. Mwisho wa siku hakika tena huyo alipotea jumla pamoja na usumbufu wake wote. Hivyo sisi wana Wauba Foundation tunaamini kwamba huyu mgeni ajali huyu, tukiwa makini na tukisikiliza sauti za waelimishaji, tunaamini kabisa ajali za barabarani Tanzania zitapungua na tutabaki salama, kwa sababu ajali zinaleta maskini, ajali zinaleta vifo, ajali zinaleta huzuni. Hivyo tushirikiane kwa pamoja. Hebu tugeuze fikra zetu. Unapopanda bodaboda, hebu jitahidi basi vaa helmet.
nenda safari zako, kwa sababu bodaboda ni safari ya haraka ambayo umechelewa mahali unaenda. Na sifu sana kwa sababu kwa mfano majiji makubwa kama Dar es Salaam kwa mfano ambako sisi tupo, ni kwamba kuna pilika nyingi na swala la usafiri wakati mwingine unakwama kutokana na foleni barabarani, lakini bodaboda inasebwa. Hakika hao vijana wanafanya kazi nzuri sana, lakini kwamba matumizi sasa ya wahusika au wapandaji kwa ujumla wanakwenda wanafanya ndivyo sivyo. Sasa sisi si kazi yetu kukemea, bali kazi yetu sisi ni kufundisha. Tumejikita kwa ajili ya kufundisha au kuelimisha ili watu warudi katika line, waheshimu taratibu na sheria zilizoko barabarani. Wenzetu wa jeshi la polisi wanasema tii sheria bila shuruti. Tukienda katika mazingira kama hayo, Tanzania yetu itakuwa salama na ajali zitaondoka na tutabaki salama na nchi yetu itakuwa salama kabisa. Katika mfululizo wa hii utaratibu wetu wa kuelimisha jamii juu ya kuelewa matumizi bora na salama barabara, tunafundisha tumejipanga kuelimisha au kutoa huduma hii katika nyanja tofauti. Tumejipanga kuandaa vipeperushi au machapisho mbalimbali. Kama mkononi kwangu hapo na hichi kitabu. Hichi kitabu kama unavyokiona, kitabu hiki kimeandikwa na mimi mwenyewe, kikieleza jinsi ya vyanzo vya ajali kama ambavyo vinaonekana. Humu ukipata hichi kitabu, na bahati nzuri hichi kitabu mimi nimeamua kukiandika mimi mwenyewe na nitakisambaza bure. Lengo ni kwamba Watanzania wenzangu wakipate kwa wingi. Lengo ni kwamba wakisome waone wapi tatizo linatokea, ni mambo gani ambao wanapashwa watu waheshimu. Hivyo kitabu kinapatikana ofisini kwetu ambako tuko Mbagala Kichemchem, kata Mbagala Kuu, jijini Dar es Salaam. Ukitupigia simu namba ambazo ziko kwenye hiyo picha hapo chini unaiona, ukitupigia simu tutakuelekeza, au Google Map unafika ofisini kwetu bila shida yote. Unatukuta muda wote ule, na vitabu sisi tutavisambaza bure. Hivyo naomba tupate fursa hii tuweze kujifunza, kuelimika juu ya matumizi bora ya salama barabara, ili tatizo hili la ajali basi tuweze kulipunguza. Linaumiza vichwa sana, linatesa familia nyingi sana, zinatia watu maskini, inapoteza roho za watu, kitu ambacho kinaweza kuepukika. Labda niseme tu kwamba ajali za barabarani zinaepukika iwapo tu kama ambavyo nimetangulia kusema, iwapo tu kwamba tutabadilika na kutambua kwamba hizi ajali wakati mwingine zinasababishwa na kama nilivyosema, matumizi mabaya ya barabara. Na hiyo inaweza kuwa na ushuhuda nayo, kwa sababu mara nyingi ukisikia ajali imetokea mahali na wachunguzi wetu ambao mara nyingi huwa ni viongozi wetu wa jeshi la polisi, wakienda kuchunguza taarifa zinazotoka, utaambiwa kwamba ajali ile ilitokana na uzembe wa uendeshaji, na hao wanapata ripoti kutokana na mashuhuda ambayo eneo limetokea ajali. Sasa najua ajali ni ajali, kama inasemekana ajali kitu kinatokea bahati mbaya, lakini kwa asilimia kubwa, ndugu zangu wa Tanzania, ni kwamba ajali nyingi zinazotokea zinatokana na uzembe katika uendeshaji, uzembe katika matumizi ya barabara. Sasa sisi kama ambao tumesema, sisi wana Wauba Foundation tumesema kwamba sisi kazi yetu ni kuelimisha jamii, kuwataka Watanzania wenzangu tubadilike, tuangalie, tuachane ile mitazamo ambayo sio nzuri. Huwezi kupanda bodaboda hapo kwa mfano. Natolea mfano, sio kwamba kwa kuwasema vibaya, ni kwamba hiyo kazi nimeisifu kwamba ni kazi nzuri ambayo inawapa ajira vijana wengi, lakini sasa shida ni kwamba vijana wengi wanaumia. Ndio maana sisi tukasema hapana, tuanze na hilo kwanza, kwamba tujali wapi tatizo kubwa linatokea. Vijana wetu wanapotea, hii ni nguvu kazi ya taifa. Vijana anapoumia, anapopata majeruhi, anakatwa mguu, anakatwa mkono au anakufa kabisa, alafu kiangalia utakuta mtu anapata ajali, helmet hana, ameanguka, kichwa kimepiga chini. Hii ni jambo ambalo kweli linasikitisha sana. Mimi niko hapa licha tu kwamba najishughulisha na utoaji wa elimu, lakini ni mzazi. Vijana wetu wengi wanajinani huko, wanapata kazi huko, kazi nzuri, lakini iwapo kama wanavunja sheria, iwapo kama wanashindwa kuheshimu maadili ya kazi, wanashindwa kuheshimu kazi yao, wanashindwa kujiheshimu wao wenyewe, hii itatuletea shida. Ni kwamba huyu mgeni ambao kama nimetangulia kusema kwamba kuna wageni kama wawili watatu wamepita, lakini waliweza kudhibitiwa kwa sababu baada ya watu kutoa elimu kama ambavyo sisi tumeamua kuifanya sasa hivi, ni kwamba wageni wale walipotea. Kwa hiyo hata hii swala la ajali za barabarani tunaamini kabisa kwamba huyu mgeni ajali naye atapotea iwapo tu wote tutashirikiana, wote tutabadilisha mitazamo. Wewe mpandaji wa bodaboda kwa mfano abiria, vaa helmet, nenda safari yako, wahi safari zako, shughuli kama ziko salama. Hali kadhalika dereva, basi vaa helmet. Ninachozungumza sio kitu ambacho cha uongo. Ukitaka kujua, baada ya kuangalia hii video yangu, toka hapo nje utakuta
katika bodaboda zinazopita 2, 3, 4 walovaa, aidha dereva kavaa helmet lakini abiria wake hajavaa helmet. Hii ni jambo la hatari sana ndugu zangu. Nimezungumza kwa uchungu kwa sababu mimi ni Mtanzania. Leo unapokuta vijana ambao ndio kupata taifa ameanguka pale, amevunjika au amepasuka kichwa, huwa roho inaniuma sana kwa sababu unajua ule ni mtaji wa taifa. Taasisi hii tuko mioni kuizindua rasmi, tunafanya mchakato wa kupata support. Hata wewe ambao unaangalia video hii, kama utakuwa umejipanga basi unaweza kutusupport kwa sababu tunahitaji tupate vitabu vingi, tupate eneo la kuzindulia vitabu, tuvisambaze kwa Tanzania, sio hapa tu Dar es Salaam, tuvisambaze hata kule Shinyanga, tuvisambaze Arusha, tuvisambaze Mwanza, watu wapate, kwa sababu tatizo la ajali aliko Dar es Salaam tu, aliko Dodoma tu, lipo nchi mbalimbali, nchi tofauti, katika eneo tofauti katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa ni jambo ambalo tunatakiwa tushirikiane. Wale ambao wanaweza kutusupport, unaweza kaja ofisini kwetu au unaweza wakanipigia simu kwenye namba ambayo unaziona hapo chini zikipita, tuzungumze, tusupportiane. Kama mimi nimesema kitabu hiki mimi nimekitunga na nimesema nimekiandika kwa gharama, lakini sitakiuza kwa ajili ya Watanzania wenzangu. Hivyo basi tunakaribisha taasisi, wadau mbalimbali, kama ambavyo nimetangulia kusema, tunajiandaa kufanya uzinduzi. Hapo ndipo tutakuwa tunaanza sasa program zetu, tunaanza mikakati yetu rasmi ya kuhamasisha watu kubadilika juu ya matumizi bora na salama ya barabara. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile kwenye WhatsApp, tunapatikana pia kwenye YouTube, tunapatikana kwenye Facebook, tunapatikana Instagram na TikTok. Kwa hiyo ukitutafuta huko tunapatikana, njoo tujifunze pamoja. Tanzania yetu ni nzuri, Tanzania yetu inahitaji umakini zaidi kwa sababu barabara zetu sasa hivi ni nzuri, hivyo tunapaswa tuzitumie ipasavyo ili tuweze kujenga uchumi ulio imara, tukiwa na vijana wazuri, tukiwa na Watanzania wasiokuwa na walemavu, wasiokuwa kutokana na ajali za kila siku. Hivyo tutafute katika mitandao hiyo, tunapatikana. Karibuni sana. Habari mtazamaji wangu mpendwa ambao unaangalia kwa muda huu. Mimi kwa majina naitwa Simon Milanzi, mimi ni dereva kwa fani. Ila nipo leo mahali hapa kwa ajili ya kukutambulisha rasmi kwamba tunazindua asasi isiyokuwa kiserikali ijulikanayo kama WAUBA. Maana yake kirefu ni kwamba waelimishaji wa usalama barabarani. Nimehamasika kuzindua asasi hii kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii, hasa kwa watu wanaotumia barabara. Lengo letu watu wapate kujua matumizi bora na salama ya barabara, kwa sababu kuna watu wawili au tuseme kuna jamii aina mbili. Kuna wale ambao wanaenda vioni kusomea mambo ya udereva na mechanics, kitu kama hicho, ambao wao wanatumia vyombo ya moto kupitia barabarani. Lakini pia kuna wale ambao hawajaenda kabisa vyuo, lakini still wao ni wadau wa barabara. Sasa hizi combination mbili au watu wa aina mbili wanapaswa elimishwe. Kuna ambao wanafahamu vyema je usalama barabarani ambao ni madereva, lakini wakati mwingine hufanya vituko kana kwamba hawajaenda kule vioni.
Nalazimika kusema hivyo kwa sababu hao wangekuwa makini sana na yale ambayo wanafundishwa kule vioni, bila shaka ajali za barabarani ambayo inatesa watu sasa hivi ingekuwa limeondoka. Lakini utakuta wakati mwingine wanafanya vitu tofauti na kile ambacho wamefundishwa. Kwa mfano utakuta labda dereva wa basi ambaye anabeba watu, roho za watu kwenda labda Mwanza, Msoma, wapi. Kwa majukumu yao utakuta ghafla anahemka kwa sababu tu anakuta mwenzake pengine ana gari kama ya kwake anampita, au vitu kama wanaanza mashindano isiyokuwa ya lazima. Sasa vitu kama hivyo kwa kweli tumeona sisi kwa nafasi yetu tumeona tutengeneze asasi ambayo itakwenda kuelimisha. Maanake ilipofikia kwa sasa hivi kwa vitendo au vituko ambao wanaofanya baadhi ya madereva, sio wote, baadhi ya madereva wa vyombo vya moto, tumeona sasa tuingie katika swala zima la counseling kwa maana kwamba ushauri na ili basi hizo tabia ambazo zimekuwa ndio sababishi zipate kuondoka, ili ajali katika nchi yetu ziondokane pia. Kwa sababu moja ya sababu kubwa za ajali ni uvunjaji wa sheria za barabarani. Kwa mfano, wewe unakuta kuna sehemu ya zebra au sehemu imeandikwa kilomita 50 kwa saa, na hilo limewekwa kisheria, lakini utakuta dereva anakwenda kinyume chake, anakwenda zaidi ya pale, pengine katikati ya makazi ya watu. Moja kwa moja ni kwamba pale mtu huyo anaweza akajeruhi watu au akaua. Au unaweza ukachukulia kwamba utakuta dereva tu anaamua kujiendeshea tu gari kwa sababu pengine akashawishiwa tu pengine na abiria, sijui, lakini kwa sababu kila nikitafakari sipati picha kwamba ni nini kinachowafanya baadhi ya madereva kuendesha mwendo mkali, kutaka kufanya mashindano bila kujali kwanza yeye mwenyewe ni nani. Labda nitoe historia fupi kama ambavyo nimetambulisha mwanzoni. Kwa mimi ni dereva kwa fani yangu na ni kazi ambayo nilipenda mwenyewe. Nimeenda chuoni nikasoma. Kwa hiyo nikaamua kuifanya kazi. Kitu ambacho mimi nilizingatia, labda kwa faida ya watu ambao watakuwa wanaangalia kipindi hiki, ni kwamba kwanza nilijiheshimu mwenyewe kwamba mimi ni nani katika jamii, kwenye familia yangu na katika jamii inayonizunguka. Lakini pia niliheshimu majukumu ambayo nimepewa aidha na mwajiri au yule mtu ambaye amenipa gari, amenipa chombo cha moto. Lakini tatu, nilikuwa nakiheshimu watu ambao au chombo ambacho nakiendesha, kwa sababu nilifahamu kwamba mtu anapokabidhi chombo chake kwanza kina gharama kubwa. Hali kadhalika kwamba kile chombo kina majukumu ya kufanya. Kwa hiyo katika maazimio matatu haya niliheshimu, na naweza leo kutoa ushuhuda kwamba miaka zaidi ya 30 nimefanya kazi. Kama unavyoona niko vizuri, sina ngeu, sina nini, kwa sababu nilifanya kazi kwa kuheshimu, kwa weledi mkubwa, maana mpaka leo niko salama. Kwa sababu hatari ya kuendesha vyombo vya moto katika viwango ambavyo sio stahili, hatari yake ni kwamba unaweza kusababisha ajali, aidha ukavunjika wewe au kafa. Kumbuka, angalia mimi mtu mzima, lakini nimefanya kazi nikiwa kijana mdogo, ambavyo tatizo ambalo liko linakumba vijana wengi. Sasa hivi unajua swala la ajira, niweza kusema kwamba ni tatizo, lakini ajira ipo. Ajira binafsi, kwa mfano waendesha bodaboda, ni ajira ambayo nchi yetu, serikali yetu imepitisha, lakini wanaendeshaji zile bodaboda wanashindwa kufikiria kwamba hiki ni chombo ambacho kinataka kimtoe kimaisha. Lakini utakuta wanafanya vituko, anampakia abiria kana kwamba abiria ni kama vile mzigo na kupeleka tu anapotaka yeye. Lakini kingine kibaya zaidi, kwamba hawaheshimu, yani hawajiheshimu wenyewe, kwamba mimi ni dereva bodaboda kwa mfano, au mimi ni dereva wa basi. Chukua nafasi kwamba bwana, naanza kuheshimu yazie kwangu, alafu chombo cha watu, lakini pia heshimu wale abiria ulionao. Sasa haya tumeamua tuyashughulike nayo, kwamba tuendeshe katika counseling, yani ushauri. Ni labda niseme kwamba ni mfano, mtoto anapokuwa katika familia, mtoto amekuwa mtukutu, amekuwa mtukutu, baba ameshapiga sana, amechapa, mama kachapa sana. Sisi kikwetu kule, usiniulize natokea wapi, lakini huwa mara nyingi tunampeleka kwa mjomba ili kule sasa